Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena nashukuru kwa hii nafasi Mungu amenipatia ili kusudi tuweze kushirikiana neno la Mungu. Mtazamaji wangu na msikilizaji, kama uko na Biblia, unaweza kaingia nami katika kitabu cha Isaya 41 mstari wa 21. Biblia inasema kwamba haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Pia kitabu kingine cha nataka kusoma ni kitabu cha Yakobo, waraka Yakobo mlango wa 4 mstari wa 3. Biblia na mstari wa 3, Biblia nasema hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Asubuhi ya leo napenda kushiriki nasi ujumbe kuhusu kutoa hoja zenye nguvu kwa Mungu wako. Na nataka niseme kwamba kile unasikia kuhusu mbingu na hata nchi, Mungu aliweza kukiweka na sababu ama na kusudi. Aliumba mbingu na kusudi awe na mahali penye anaketi ili kusudi aweze kutawala mbingu na hata nchi. Aliumba nchi ili kusudi viumbe vipate mahali pa kuishi. Aliumba pia aliumba mtu na kusudi aweze kuwa na yule atakuwa na ushirika naye. And that's why kitabu cha Mwanzo Biblia inasema kwamba jioni ama wakati jua limeshuka ama wakati nje kumetulia, alikuwa anakuja bustanini. Kwa nini? Kuwa na ushirika na mtu. Na Yesu alikuja kwa sababu ya kuokoa. Biblia inasema kwamba kwa ajili ya hii mwana wa Adamu alikuja ili kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na sababu nyingine ya Yesu kukuja ilikuwa ni kwamba kuharibu kazi ya shetani. Biblia inasema kwamba kwa ajili hii mwana wa Adamu alidhihirisha ili kuharibu shetani na kazi zake. So kwa hivyo, iwapo Mungu kwa kila alichokifanya alifanya na sababu, inamaanisha kwamba sisi kama wana na mabinti wa Mungu tukikuja mbele za Mungu yafaa tukuje na hoja yenye nguvu. Hoja yenye nguvu, neno hilo linamaanisha nini? Manake kile ninachokiomba inastahili iweze kuwa Mungu akinitendea atafaidika na nini. Wengi wao wana hoja, hata mimi nina hoja. Tuseme kwa mfano, wewe wakati unaenda kwa maombi, unaenda kwa maombi ni kwa sababu gani? Unaenda kwa maombi kwa sababu watu wanaomba? Hiyo si sababu muhimu ya kwenda kwa maombi. Je, umeokoka kwa nini? Umeokoka kwa sababu baba yako ni askofu ama mama yako ni askofu, yeye ni pastor? Hiyo si hoja muhimu ya kuokoka. Wewe unahitaji mtoto. Kwa nini? Hoja kubwa ili kusudi uondolewe aibu, watu wanakucheka. Hiyo si hoja muhimu mbele ya Mungu kwa ajili ya kupata mtoto. Una hoja kupata nyumba. Je, unapata nyumba ndio ili usifiwe katika mji, waseme kwamba huyu ana nyumba ya kifahari? Hiyo si hoja muhimu. Unahitaji upako. Je, upako huu unauhitaji? Hoja muhimu kuhusu kupata upako ni kwa nini? Ili kusudi uweze kujulikana, uweze kutambulikana. Nataka nikwambie kwamba kuna watu katika ulimwengu huu wamebobea ulimwengu mzima, wanajulikana kwa TV, lakini mbinguni hawajulikani. So nataka niseme kwamba hoja muhimu ni kwamba nikiomba Mungu anitendee kitu, faida yake nitaipata kwa hicho kitu ni kitu gani? And that's why Biblia inasema kwamba twaomba lakini tuomba hatupati majibu, kwa sababu tunaomba vibaya, ili vyenye tunavipata tuweze kukamilisha tamaa zetu wenyewe. Kuna mtu anasema kwamba nikipata gari leo hii, wale walikuwa wananipigia vumbi na mimi pia nawapigia vumbi.
walionimwakia matope nami nitawapakia matope. Nataka nikwambie kwamba hoja kama hiyo si hoja muhimu. Hoja muhimu ni kwamba chenye Mungu amekupatia atafaidika na nini? Tukiangalia kwa Biblia utapata kwamba kuna mama mmoja anaitwa Ann. Ann alikuwa na mume wake, na mume wake huyu alikuwa na mke wa pili. Ann, Biblia inasema kwamba alikuwa amefungwa tumbo, na si kwamba hakuwa anaenda kwa maombi. Alikuwa anaenda kwa maombi kila mwaka, angeliomba na akatoa dhabihu kule Shilo. Na mimi najua sababu ya uhitaji wa mtoto, mpaka alikuwa anaomba kwa ajili ya Mungu amfungue tumbo, akimkumbusha ahadi vile Mungu alitendea Sara, vile Mungu alitendea Elizabeth. Alikuwa anaomba, lakini hakupata mtoto, mpaka siku ile ambayo alienda na hoja yenye nguvu mbele za Mungu. Alienda na hoja yenye nguvu mbele za Mungu namna gani? Si kwa kufunga tu. Najua kuna wale mwenye umefunga na kuomba lakini hujaona jibu. Kuna yeye umekesha lakini hauna jibu. Shida si kwamba hujui kuomba. Shida si kwamba haufungi. Shida si kwamba haukeshi, lakini maombi yako yanasalia andamanishwe na hoja yenye nguvu, ambayo inamaanisha ni Mungu akinitendea atapata faida gani kwa kile chenye amenitendea. Ana akaamua kutokula, akajitenge hekaluni peke yake, akanaomba, na hoja yenye nguvu alipenda kwa Mungu. Akamwambia Mungu, laiti kama ungelikumbuka mjakazi wako, umpe mwanaume, nami nitakutolea. Wembe hautapita juu ya kichwa chake, naye atakaye hekaluni mwako maisha yake yote. Alipoomba hivyo, manake muujiza yenye Mungu anamtendea, Mungu atafaidika kwao. Jibu hakulipata baada ya wiki moja, hakulipata baada ya mwezi moja. Biblia inasema kwamba usiku huo Mungu alimjibu, sababu maombi aliyofanya yanaandamana na hoja yenye nguvu. Mtu mwingine kwa Biblia ni Yakobo. Yakobo, wakati ambapo amejifanya kuwa ndugu yake Esau, akaenda mbele ya baba na akachukua mbaraka wa mzaliwa wa kwanza. Ndugu yake aliporudi alisikia uchungu ndani ya moyo, akaona kwamba huyu jamaa mara ya kwanza alininyang'anya, leo hii ameninyang'anya baraka. Hiyo najua ni kifo. Mamake akamwambia Yakobo, sitaki kuwe na vifo vya watu wawili mahali hapa. Ndugu yako amekasirika, ondoka uende kwa mjomba yako. Yakobo akaenda, alipofika njiani mahali panaitwa Lusu, Biblia inasema kwamba giza kikafunika mahali pale. Palikuwa ni mahali pa kutisha, hofu inakamwangukia. Akachukua jiwe akaliweka kama pilu. Alipokuwa akilala, mbingu ikafunguka, akaona malaika wanapanda wanashuka, wanapanda wanashuka. Alipozinduka usingizini akasema kwamba hapa mahali panatisha namna gani? Manake nimelala mahali penye kuna lango la mbinguni. Akachukua ile jiwe akalisimamisha kama nguzo na akamimina mafuta juu yake. Alipomimina, sikia ombi lenye aliliomba. Akasema, Mungu, iwapo kwamba utanilinda mahali napoenda, nifike vizuri, nipate chakula, nipate mavazi. Yes, wakati nitakaporudi mpaka kwa nyumba ya baba yangu, hapa mahali nitakutolea fungu la 10 ya kila kitu chenye ambacho umenipatia. Hiyo ni maombi yanayoandamana na hoja yenye nguvu. This man alipoomba hivyo, akienda alipata binamu yake ambaye ni binti wa mjomba wake, ndiye alimpokea na akapokelewa na mjomba yake. Mjomba wake akamwambia kwamba wewe ni mfupa kwa mfupa wangu na nyama kwa nyama ya mwili wangu, na akasema kwamba je, unifanyie kazi yangu bure? Yakobo, sababu ya ile ombi la hoja yenye nguvu, Mungu alimjibu. Mwenyewe anasema kwamba nilienda tu na mkoba na fimbo, lakini nimerudi nikiwa na mali nyingi. Sababu alipeana ombi yenye andamana na hoja yenye nguvu. Kuna watu wanasema kwamba, kama kuna kijana mmoja nikiwa kule South Nyanza mahali panaitwa Awendo, akaniuliza kwa kampuni ya Sony, ukifanya kazi mshahara wa chini ni pesa ngapi? Nikamwambia 12,000. Akaniambia mimi nikipata hizo tu kwa mwezi nitaenda kwa hoteli. Kulikuwa na hoteli moja ya kifahari katika huo mji. Sema kwamba nitaenda kwa hiyo hoteli
nitakula breakfast pale, lunch, supper na nilale pale. Yaani maana yake haribu pesa. Yaani hoja yake yenye nguvu kupata pesa ni ili kusudi aende kwa hoteli ya kifahari. Hiyo si hoja yenye nguvu. Mungu anakupatia kazi, atafaidika na nini? Mungu anakupatia ndoa, atafaidika na nini? Mungu anakupatia nyumba, atafaidika na nini? Mungu anakupatia gari, atafaidika na nini? Mungu anakupatia huduma, atafaidika na nini? Enda mbele za Mungu na hoja yenye nguvu. Kuna mambo yamekwama katika maisha yako. Umeomba kwa muda mrefu, haujaona majibu. Leo hii jaribu kwenda mbele za Mungu kwa hoja yenye nguvu. That's why Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Isaya mlango ni wa 41 mstari wa 21. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Hoja yenye nguvu ni maombi yanayoandamana na vile Mungu ananitendea chenye natamani. Atahusishwa na nini? Nikipata mshahara nitafuta fungu la 10 na sadaka. Nitaweza kusaidia mhitaji. Tutashughulika mambo ya kanisani. Wacha nikwambie, hiyo itachochea Mungu kukufanyia. Napenda nimalizie pale, na kabla sijamaliza uende kawa labda wewe uko na uhitaji, napenda nikuombee. Amini tutamini, Mungu anakuponya. Mungu anakupigania. Mungu anakufungulia milango katika jina la Yesu. Acha tuamini. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Mahali alipo, iwe ni kwa nyumba, iwe ni njiani, wengine kanisani. Kuna wale hata wenye ako kwa maombi sasa hivi. Ameomba kwa muda mrefu na hajaona majibu. Umenena nasi kwamba tunaomba lakini hatupati majibu sababu tunaomba vibaya, ili kusudi vyenye tumepata tuweze kutimilisha tamaa zetu. Kumbe hoja yenye nguvu ni maombi yanayoandamanishwa. Wakati unapotutendea, utafaidika na nini? Mungu, huyu dada na huyu ndugu katika ndoa yao wamekaa miaka mingi hawana mtoto. Nami natangaza kwa hilo tumbo lao, uwabariki. Sababu unapowabariki na mtoto, sifa na utukufu zitakurudia wewe. Kuna wale wanahitaji shamba. Baba, kuna mwenye ana moyo wa kusema kwamba Mungu, kinibariki na shamba, nitakupa sehemu ya kujenga nyumba yako. Mungu, mubariki na shamba. Kuna wale wanahitaji nyumba ili kusudi hata wakati watakapokuwa na mikutano, wageni wanaweza kulala kwa hiyo nyumba, kanisa isiwe na gharama. Mupatie. Kuna wale wanahitaji gari ili kusudi iweze kumsafu na pia kusafu kazi ya Mungu. Mungu mubariki. Wengine ni wagonjwa kwa miili zao, hawana afya nzuri, ndio sababu hata kanisani hawezi kwenda. Kuna wengine hawezi wakafanya huduma sababu mwili ni uchungu. Waponye ili miili zao watumie kukutukuza wewe. Kuna wale ambao wanahitaji kazi. Alisomea taaluma fulani, ana vyeti, lakini hajapata kazi. Ombi hile yenye analifanya na andamana na hoja yenye nguvu, lifungue mlango wa kazi ya kudumu, yenye ambaye itapeana faida ya kusupport kazi yako na kusupport maisha yake. Asante maana Mungu umetenda, sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu mbana kuamini. Amen. Kwa hivyo nataka niseme hivi, iwapo labda unapenda ushauri ama kuomba na wewe kwa simu, namba yangu ya simu iko pale pale chini, utaiona tu. Ukinipigia niko tayari kukushauri na pia kuomba nawe pamoja, na Mungu atakutendea. Mungu akubariki na kutendea mema kwa jina la Yesu. Amen.